Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimetoa taarifa ya dharura na ya kutisha kweli kweli ambayo imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Katikati ya ukimya wa kuta za gereza na kelele za mijadala ya kisiasa nje, sauti mpya imeibuka kwa nguvu ikitikisa simulizi nzima ya kesi inayomkabili mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini Tanzania. Ni sauti ya kulaani, sauti ya kuhoji na sauti ya kuonya. Na safari hii inatoka ndani ya Chadema yenyewe kupitia kanda ya Serengeti, na katika hatua inayoongeza presha ya kisiasa na kisheria. Chadema kanda ya Serengeti imelaani vikali kuendelea kwa kushikiliwa kwa mwenyekiti wake wa taifa Tundu Lissu, huku ikiibua hoja nzito kuhusu mwenendo wa kesi yake, ucheleweshaji wake na kile kinachoelezwa kuwa ukosefu wa uwazi katika mchakato mzima wa utoaji haki. Ni msimamo unaokuja katika wakati nyeti, na wakati ambapo kesi hiyo tayari imeanza kuvuta hisia za kitaifa, na wakati ambapo maswali kuhusu haki, usawa na utawala wa kisheria unaendelea kuongezeka. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na mwenyekiti wa kanda hiyo Lucas Ngoto, picha inayochorwa ni ya mfumo unaokabiliwa na changamoto za uwazi na mchakato wa kisheria unaonekana kusuasua bila maelezo ya kutosha. Na katika maelezo hayo kunajitokeza taswira mshangao na huzuni. Mshangao kwa sababu kesi inayomhusu kiongozi mkubwa wa kisiasa inaendelea kucheleweshwa bila sababu zilizo wazi. Huzuni kwa sababu hali hiyo inaibua mashaka juu ya uhalisia wa mchakato na utoaji haki. Ni hoja inayogusa moja kwa moja moyo wa demokrasia, na kwa sababu katika mfumo wa kidemokrasia haki inapaswa kutolewa kwa wakati na kwa uwazi. Lakini hapa simulizi inaelekea kuwa tofauti, na kwa mujibu wa taarifa hiyo, ucheleweshaji wa kesi hiyo si jambo la kawaida. Unatajwa kuwa chanzo cha mateso ya ziada kwa mhusika, na si tu mateso ya kisheria bali pia mateso ya kibinadamu, na kwa sababu kila siku inayopita bila uamuzi ni siku inayoongeza uzito wa hali yake. Katika muktadha huo, Chadema inaweka wazi msimamo wake kwamba Tundu Lissu kama raia mwingine yeyote anastahili haki ya kusikilizwa kwa wakati, na kwamba haki hiyo haipaswi kucheleweshwa, na kwamba kucheleweshwa kwa haki ni sawa na kunyimwa haki yenyewe. Lakini hoja hizi haziishi kwenye mchakato wa kisheria pekee, zinaingia pia kwenye eneo nyeti zaidi, afya ya mhusika. Na kwa sababu nyuma ya jina la kisiasa kuna historia ya majeraha, historia ya tukio la kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017, tukio linalobadilisha maisha yake. Majeraha yaliyosalia yanahitaji uangalizi wa karibu wa kitabibu, ufuatiliaji wa mara kwa mara na huduma za afya zisizokatizwa. Lakini sasa, kwa mujibu wa taarifa ya Chadema kanda ya Serengeti, kuna hofu kwamba hali hiyo inaweza kuwa hatarini, kwamba kushikiliwa kwake kunaweza kumzuia kupata huduma hizo muhimu kwa wakati, kwamba ucheleweshaji wa kesi unazidisha hatari hiyo, na ni tahadhari nzito, na ni tahadhari inayoongeza uzito wa mjadala mzima, kwa sababu inapogusa afya ya binadamu, mjadala unavuka mipaka ya siasa na kuingia kwenye haki ya msingi za kibinadamu. Na katika hatua nyingine, taarifa hiyo inaibua hoja kuhusu mazingira ya anaposhikiliwa. Inaeleza kuhusu uwepo wa ulinzi mkali, uangalizi wa karibu unaodaiwa kuhusisha kamera muda wote, na hali inayodaiwa kuathiri faragha ya mhusika. Ni madai yanayogusa moja kwa moja haki ya faragha hata kwa mtu aliyoko chini ya ulinzi wa sheria. Aidha, kuna wasiwasi kuhusu mawasiliano kati yake na mawakili wake, mawasiliano ambayo kwa mujibu wa taarifa hiyo hayatoi uhuru wa usiri unaohitajika kisheria. Na hapa ndipo mjadala unapoingia kwenye eneo la haki ya kupata uwakilishi wa kisheria kwa uhuru, kwa sababu katika mfumo wa haki, mawasiliano kati ya mteja na wakili wake yanapaswa kuwa ya siri na yasiyoingiliwa. Na iwapo hali hiyo haipo, basi kunazuka swali la msingi: je, haki inatendeka kwa ukamilifu?
Maswali haya yote yanaungana katika mstari mmoja, mstari wa kuhoji uwazi na ufanisi wa mchakato wa kisheria. Kwa upande wa Chadema kanda ya Serengeti, hitimisho lao linaonekana kuwa wazi kwamba kuna haja ya hatua za haraka, hatua za kurekebisha hali hiyo na kuhakikisha kuwa haki inatendeka bila kucheleweshwa. Lakini pia kwa kuzingatia misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni wito unaolenga mahakama na pia mamlaka nyingine husika. Ni wito wa uwazi, uwajibikaji na usawa, na katika muktadha mpana swala hili lina athari zinazovuka mipaka ya kesi moja. Linaathiri taswira ya mfumo wa haki nchini, linaathiri imani ya wananchi katika taasisi za kisheria na linaathiri mwelekeo wa siasa za upinzani. Kwa sababu Tundu Lissu ni kiongozi wa kawaida na ni mwanasheria, ni mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa na ni sura inayobeba matarajio ya wengi, na hivyo kila kinachomhusu kinapata uzito wa kitaifa na kila hatua katika kesi yake inafuatiliwa kwa karibu. Na katika mazingira haya, mjadala huu unazidi kuwa mpana, unahusisha wanasiasa, wanasheria, wanaharakati wa haki za binadamu na wananchi wa kawaida, wote wakitafuta majibu, wote wakitafuta ukweli. Lakini ukweli huo bado unaendelea kujengwa ndani ya kuta za mahakama na ndani ya taarifa rasmi na ndani ya mijadala ya umma. Ila kwa sasa hali inabaki kuwa ya kusubiri hatua za mahakama, kusubiri majibu ya mamlaka na kusubiri mwelekeo wa kesi hii yenye uzito mkubwa. Lakini jambo moja linaonekana wazi, kwamba shinikizo linaloongezeka, shinikizo la uwazi, shinikizo la haki na shinikizo la kuhakikisha kuwa mfumo wa sheria unafanya kazi kama unavyotarajiwa. Kadri siku zinavyopita ndivyo mjadala huu unavyozidi kushika kasi na ndivyo umuhimu wa maamuzi atakavyochukuliwa unaongezeka, kwa sababu mwisho wa siku si tu hatima ya mtu mmoja inayohusika, bali pia hatima ya imani ya jamii katika haki na katika mfumo mzima wa utawala wa sheria. Na katika kivuli cha ucheleweshaji wa maswali yasiyo na majibu, kesi imegeuka kuwa kioo cha mfumo wa haki nchini, na macho yote sasa yanaelekezwa kwa wale wenye mamlaka ya kuamua ikiwa haki itacheleweshwa au itatendeka kwa wakati. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa chaneli yako ipendayo ya Kenyascope. Ninaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha, bila kuegemea upande wowote, na uchambuzi wa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa jeki kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Kumbuka, waweza kuwa mmoja wa kupokea taarifa hizi first hand. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, ndipo usipokee taarifa hizi pindi tu tunapozile.